Ngoma inaanza kwa huyu mzee hapa. Alikuwa anaitwa Mzee Moimoi. Alikuwa amekaa kwenye jumba lake lile la kifahari sana, na hii siku alikuwa na huzuni haipimiki. Mzee alikuwa na pesa chafu, mali nyingi ile mbaya. Sasa alikuwa na watoto wake, yani hawamjali wala cha nini. Wapo ndani ya nyumba moja, lakini wanaweza usionane na baba yao hata wiki ikaisha. Yani wao wanajua kutumia pesa zake tu. Zikiisha ndo wanakumbuka kama baba yupo. Mimi ni msimuliaji wako, naitwa Staro, na hii hapa ni My Laboratory. Subscribe na utani on notification bell ili uweze kujiunga na chaneli hii kubwa ya story. Sasa mzee alikuwa hapendi hii tabia, na akicheki umri wake tayari umekwenda. Alikuwa anataka aandike usio wa familia, kila akiangalia watoto wake wakubwa, hakuna anamwamini wa kumwachia urithi wa mali. Sasa mzee alikuwa na watoto 4, wa kiume 2 na wa kike 2. Watoto walikuwa wakifanya kazi kwenye kampuni zake alizonazo, na mwingine wa mwisho alikuwa chuo akisoma. Sasa siku hiyo akawa amekaa zake nje anakula upepo, akajisemea pale, ukweli mimi umri wangu umeenda sana, na hapa lazima nigewe urithi kwa watoto wangu. Basi ikabidi apange mtego pale kwa watoto wake wote ili aone nani anampenda zaidi. Sasa hii siku akawa amemuita mwanasheria wake. Wakawa wameongea sana siku hiyo, na akamwambia, nataka niandike usia wa urithi wa mali zangu kwa watoto wangu, lakini kabla ya kufanya hivyo kuna kitu mimi nilikuwa nimekiwaza. Watoto wangu mara nyingi sana wanajiweka karibu na mimi pindi wanapokuwa na shida ya pesa tu, lakini wakiwa wamezipata hutakuja kusikia hata mtu anakujulia hali. Yani mnaweza mkakaa huko ndani zaidi ya wiki na msionane kabisa. Nimewapa kila aina ya maisha wanaotaka, lakini hakuna mwenye muda na mimi baba yao. Nimejaribu sana kuongea nao mara nyingi, lakini kiukweli nimeshindwa kabisa. Yani nimeshindwa. Sasa nikawa nimewaza kitu. Nataka nijifanye mgonjwa anayeumwa sana, ili nione ni kweli nani ananipenda kutoka moyoni kwa kila hali. Na je, watakuwa karibu na mimi au watafanya nini baada ya kusikia mimi sijiwezi? Sababu leo nipo mzima, lakini hakuna mtu anayenijali. Je, nikiwa sijiwezi watanijali kweli? Mwanasheria akamwambia, yani hiyo imekaa poa sana, na hicho ni kipimo kizuri. Na pia ningekushauri, chukua nusu ya mali zako ziweke kwenye akiba, kwa sababu lolote lile linaweza kutokea. Hawa watoto wanapenda sana starehe, mimi nawajua sana. Hivyo usije ukajikuta umepoteza mali zako zote mzee wangu. Basi wakafanya hivyo kama walivyoshauriana, na wakawa wamemuita daktari wa familia pale, wakawa wamemueleza juu ya lengo la Mzee Moimoi. Sasa daktari akawa amekubaliana nao pale, wakakubaliana igizo lianze baada ya wiki. Sasa hii siku ilikuwa Jumapili. Mzee akaanza pale kujifanya kama yuko hoi taabani. Akawa amewaita pale watoto wake. Akawa anaongea nao kama anataka kuzimia. Akawaambia, naombeni niteni Dr. Sambi. Hali yangu ni mbaya sana. Chap kwa haraka, binti yake wa mwisho aitwaye Queen akawa amempigia pale Dr. Sambi ili aje nyumbani, maana hali ya mzee sio poa yani. Dakika chache baadaye Dr. Sambi akawa amefika. Akaonekana pale anamchukua vipimo mzee na akawa amemaliza. Ikabidi awaite watoto wake wote pale, maana hata wakati anamchukua vipimo watoto wake wakubwa wote waliondoka, walirudi vyumbani mwao, na pale alibaki Queen na daktari tu. Alivyowaita akawaambia, nimetoka kumfanyia baba yenu vipimo na hali yake ni mbaya sana. Katika kipindi hiki anahitaji sana uangalizi wenu. Akamuita Thomas ambaye ndo mtoto wa kwanza wa Mzee Moimoi, akamwambia, wewe ndo mkubwa humu ndani. Naomba haya maelekezo usikilize sana wewe kwa makini, sababu kwa sasa familia inakuangalia wewe. Kiukweli baba yako amepata shida kwenye ini. Sasa kila mtu akawa ameshtuka pale. Daktari akaendelea kusema, kiukweli hana muda mrefu wa kuishi, na kama itatokea ataishi sana, basi sidhani kama atavuka miezi 3. Najua hii habari ni mbaya sana kwenu, lakini ni lazima mjue ukweli ili mjue mtaishi naye vipi kuanzia sasa, na ikitokea msaada mtamsaidiaje. Maelezo ya dawa, kila kitu na jinsi ya kumhudumia baba yenu tayari nimemuelekeza Queen, na mimi hapa nitajitahidi angalau kufika kila siku ili tuweze kumhudumia mzee kwa pamoja. Mimi natakiwa niondoke hapa, nina listi kubwa sana ya wagonjwa siku ya leo. Basi daktari akawa amejipoteza pale, akaondoka namna hiyo. Sasa pale kwenye kile chumba cha baba yao, alionekana kushtushwa sana na hizi taarifa. Alikuwa ni mdogo wao wa mwisho Queen, lakini hao wengine ni kama walifurahi chini tu. Basi Thomas akamwambia Queen, baba akiamka hakikisha unakuja kumpa dawa, na wakawa wameondoka pale.
Sasa ise Thomas kakao mkubwa akawa amerudi chumbani kwake na akawa anafurahi kichizi. Akawa anaongea pale, yaani siku nilikuwa naisubiri sana. Baba ana mali nyingi, lakini alikataa kata kuziweka mali zake mikononi mwetu. Yaani alitaka tufanye kazi chini yake mpaka lini? Basi akawa anatabasamu sana ise. Akasema, "Huu ndo mwanzo wangu wa maisha yangu ya utajiri. Nitafanya kampuni yake itwe kwa jina langu. Nitafuta kila aina usajili wa majina yake kwenye kampuni, sababu hakuna wa kunizuia tena." Sasa tukirudi huku kwa mtoto wake wa pili, alikuwa anaitwa Sabi, na yeye alikuwa anafurahia sana ise. Na binti yake Maria ambaye ni watatu, na yeye alikuwa akifurahia sana. Yaani walikuwa wanafurahi kana kwamba baba yao ndo anakufa hivyo. Ukweli ni kwamba baba yao aliwaacha kwanza watumikie kwenye nafasi za chini ili wapate uzoefu na baadaye aje warithishe kila kitu. Lakini walimuona kama anawadhalilisha. Walikuwa wanasila sana ise. Walijiona ni watoto wa matajiri ambao waishi kama matajiri kwenye mali za baba yao. Sasa wakawa wamefurahi sana. Basi kesho yake kila mtu akawa ameenda kazini hata bila kumjulia hali baba yao. Ilibidi Queen mdogo wao wa mwisho aende akamjulie hali baba yake, ahakikishe kila kitu kipo sawa na baba yake anaendelea vizuri, ndipo aondoke sasa aende shule. Sasa akafika pale na akawa anaongea na baba yake, na mzee Moimoi akamuuliza, "Wako wapi ndugu zako? Mbona sijawaona leo?" Sababu hakuna mtu aliyekuja kunijulia hali, au bado hawajaondoka? Queen akasema, "Wameondoka tayari baba, walisema wamechelewa kazini. Ila nitabaki hapa na wewe baba kukuangalia." Mzee Moimoi akasema, "Aisei ni mbaya sana. Yaani wameambiwa mimi naumwa na hakuna hata aliyekuja kuniona asubuhi." Akamwambia, "Queen, wewe nenda tu chuo, usibaki hapa. Mimi nitabaki hapa na dada wa kazi, na kama kuna chochote kitaendelea, basi nitakujulisha." Sasa Queen akawa ameondoka pale. Mzee Moimoi ikabidi asimame kwanza, maana kuigiza amelala sio poa ise. Alipata huzuni sana na akajisemea, "Hivi hawa watoto ni wanamna gani? Mimi baba yao nimewaambia ninaumwa sana, lakini hakuna aliyekuja kuniona. Au labda naigiza kidogo, ama naonekana siumwi sana. Basi ngoja nitaongeza namna kuigiza, labda wataogopa." Sasa tukirudi kwa upande wa pili, Thomas ikabidi awaite wadogo zake pale. Akawa amemuita Sabi na Maria. Akawaambia, "Mimi ni kaka yenu mkubwa. Kama tunavyojua hali ya baba ni mbaya sana. Kiukweli baba hana muda mrefu wa kuishi. Hivyo nilikuwa nimefikiria kuna kitu nifanye kwa ajili yetu sisi sote na kwa manufaa yetu wote hapa. Nataka tugawane shares za kampuni ya baba kwa sababu kiukweli hana muda mrefu wa kuishi." Kila mtu akatabasamu pale, akaona kaka si ndo huyu. Thomas akaendelea kuongea pale, akawaambia, "Ila hatutagawana tu. Tutagawana kwa umuhimu na ukubwa, kwamba nani alikuwa muhimu zaidi kwa baba, na pia tutaangalia ukubwa wa miaka." Nadhani hilo litakuwa halina mjadala kabisa. Kina Maria na Sabi wakaanza kupata wasiwasi pale waliposikia shares zinagaiwa kwa miaka. Thomas kakao hakujali wala cha nini, akaendelea kuambia, "Kwanza Queen kwa sasa ni mdogo, yeye sidhani kama atapata kitu, lakini tutamsomesha tu ili amalize masomo yake." Wakatabasamu kwa mbali ili wabaki wachache kwenye mgao. Thomas akasema, "Wewe Maria utapata 10%, sababu wewe ni mtoto wa kike kwanza. Watoto wa kike waga hawanaga urithi mwingi nyumbani. Kwa hiyo 10 inakutosha tu. Na wewe Sabi utapata 30%. Na mimi nitapata 60% kwa sababu mimi nina ukaribu zaidi na baba na pia ndo mtoto wake wa kwanza." Maria akasimama kwa hasira pale, akagonga meza akasema, "Hili haliwezekani kabisa. Sisi wote hapa ni watoto wa baba. Nilitegemea labda kila mtu atapata kuanzia 30%. Lakini ni nini hiki umetufanyia Thomas?" Sabi naye akaingilia kati, "Ili jambo haliwezekani Thomas. Lazima kila kitu kiwe sawa kwa sawa. Sisi wote hapa ni watoto wa baba." Sasa kukawa na ugomvi pale, yani walishindwa kuelewana kabisa. Ikabidi kikao kiishie hapo hapo, manake ilikuwa ni mvurugano tu. Sasa tukirudi huku nyumbani, mida ya jioni, Queen akawa amewaita ndugu zake pale sebleni, akawaambia, "Mbona nyinyi mnalombaya hivyo? Mkaondoka asubuhi, yani hata kuja kumjulia baba hali ili mjue anaendeleaje. Yani hata kuja hata kumsalimia tu." Thomas akasimama kwa hasira pale akamwambia, "Hivyo una akili kweli? Uone unajipa umuhimu kwa watu ambao wanaenda kufa? Huyo mzee kashajifia kitambo sana.
inasulubiwa siku tu azikwe hapa. Sabi naye akajibu, wewe ni mtoto mdogo sana Queen, huwezi kuelewa. Baba hana muda mrefu sana wa kuishi. Ni bora ukafanya mambo mengine ya msingi ili usije kujilaumu baadaye. Usije ukasema sisi hatukukwambia bure. Basi Maria naye akasema pale, mimi nadhani tungeenda tu kumuona sasa hivi ili labda asijisikie vibaya. Hata akifa afe kwa amani, kwa sababu sidhani kama ataendelea kuishi tena. Anatusumbua tu huyu mzee. Queen akawa anawashangaa sana ndugu zake, aliona ni wakatili sana. Basi kiunafiki pale wakajikusanya wakaenda chumbani kwa baba yao. Na baba yao alivyowaona akawa anatabasamu pale, akawaambia, sikuona asubuhi amkuja kuniona kabisa. Queen aliniambia kuwa mliwahi kazini. Maria akaitikia, ndiyo baba, tuliondoka, si unajua tena mambo ya kazi. Basi wakaongea kinafiki pale na kila mtu akawa ameenda chumbani kwake. Kumbe bwana, mzee mjanja sana unaambiwa. Alifunga kamera za siri nyumba yake nzima pamoja na ofisi zake zote ili awe anapata mambo kwa ushahidi ya kila kitu kinachoendelea. Sasa akawa amesikia kila kitu ambacho watoto wake walikuwa wanaongea ofisini pamoja na nyumbani. Alihuzunika sana mzee Moimoi. Alijisemea, hivi hao watoto ni wangu kweli ama sio wa kwangu? Kwa nini wanajali sana pesa kuliko utu? Shida yao ni mimi nife ili wagawane mali zangu. Alihuzunika pale sana unaambiwa. Sasa tukirudi kwa ofisini, ilibidi Thomas aitishe kikao cha dharura. Akawa amewaweka wafanyakazi wote pale mezani na akawaambia, kuanzia sasa mimi ndio mmiliki wa hii kampuni. Kila mtu atanisikiliza na kufuata kile nitakachomwambia. Maelekezo yote mtakuwa mnachukua kwangu. Mfanyakazi mmoja akasimama akamwambia, hili haliwezekani Thomas. Sawa, kampuni ni ya baba yako, lakini kumbuka sio ya kwako. Isitoshe tuna uongozi humu ndani ya kampuni ambao huwa unasimamia kila kitu, na baba yako alishawahi kusema hata kukabidhi wewe mamlaka ya hii kampuni mpaka siku atakao kuona unafaa. Kwa sasa huna uwezo wa kuendesha hii kampuni, itakushinda. Kitengo chako mwenyewe tu woga kinakushinda. Kampuni nzima wewe ndio utaweza? Thomas, jifikirie juu ya hilo. Thomas akaongea kwa hasira pale, unaongea na mimi hivyo wewe kama nani? Tena nitaanza na wewe, kuanzia leo nisikuone kazini. Huwezi kuongea na bosi wako namna hiyo. Akatangaza pale, huyo atakuwa ni mfano kwa wengine. Kama msiponisikiliza, sioni shida kuwafukuza wote hapa kazi. Basi akawa amemaliza kikao pale, ikabidi aelekee ofisini kwake. Sasa akasema, lazima nipate akaunti zote za benki, akaunti za hii kampuni. Lakini hapa sidhani kama kuna mtu atakuwa nazo zaidi ya mwanasheria wa baba. Mwanasheria wa baba nahisi atakuwa anafahamu kila kitu. Ikabidi achukue simu pale na ampigie mwanasheria, akaomba akutane naye mida ya lunch. Basi mida kidogo mwanasheria akawa amefika pale na akamwambia, samahani, nimekuita hapa, kuna kitu cha muhimu sana nataka kuongea na wewe. Ni kuhusu akaunti za benki za baba. Unajua kabisa hali ya baba sio nzuri, na pia kiukweli hana miezi mingi ya kuishi. Atakufa tu, baba atakufa. Sasa nimekuita hapa sio kujadili kwamba baba atakufaje. Ni kuhusu hizo akaunti za benki ambazo nimekuambia. Kwa sasa hii kampuni nimeshagawana na wadogo zangu. Hapa ilikuwa tu nikuita wewe tusaini hiyo mikataba, basi tugawiane hizo shares. Mimi na wadogo zangu tayari tumeshagawana. Kwa hiyo hapa kinachomisi ni kusaini hiyo mikataba na hiyo akaunti ya benki. Hiyo ndio tunayohitaji sana. Sasa mwanasheria akamwambia pale, sawa, nitakupa akaunti zote za benki, lakini kibaya zaidi hazina hela ndani. Baba yako alitoa pesa zote na sijui umezipeleka wapi. Thomas alipata hasira pale kwa sababu alikuwa akitegemea hizo hela ili afanyie mambo yake mengine na aendeshe kampuni. Sasa bwana, kumbe huku Maria naye akawa anaingia ofisini. Ghafla akaisikia kaka yake anaongea kwa hasira sana. Ikabidi abanze kwenye mlango ili asikilize kila kitu. Kucheki vizuri, kumbe bwana anaongea na mwanasheria. Akapata hasira sana, akajisemea, Thomas ni muuaji. Kwa nini amemuita mwanasheria wa baba peke yake bila sisi kutushirikisha? Ni kitu gani kwa anataka kuongea naye? Hili haliwezekani. Ngoja nikae hapa nisikilize kila kitu. Ikabidi akae hapo mlangoni. Sasa huku Thomas akawa anaongea kwa hasira sana, anagomba sana kuhusu pesa. Akamwambia mwanasheria,
baba kuna mali zingine anazo na hizi hajawahi kumwambia mtu yoyote zaidi yangu. Baba anamiliki hoteli kubwa sana na pia anamiliki viwanja vingi sana. Sasa nataka uniambie, na huko pesa zipo au hazipo?" Mwanasheria akasema, "Kote hazipo Thomas, baba yako alihamisha kila kitu." Hasira zilimjia Thomas pale hadi sio poa. Thomas akamuuliza pale, "Hivi baba alishawahi kuandika hosea wote wa mali? Wote ule yani?" Mwanasheria akajibu, "Hapana, hajawahi, bado hajaandika." Basi akafurahi pale, akasema, "Hii itakuwa kazi ngumu." Akamwambia, "Ninahitaji kuuza hizo mali. Ninahitaji kuuza hiyo hoteli pamoja na viwanja vyake. Ninahitaji pesa kwa ajili ya kufanya mambo yangu na kunifanya niwe maarufu sana hapa mjini, mimi pamoja na kampuni yangu mpya." Sasa huku nje kwa Maria, mambo ni tafrani unaambiwa. Yaani anatamani aingie ndani, apigane na kakake hata mangumi, lakini anashindwa. Sasa huku mwanasheria akaendelea kuongea, akamwambia, "Kuuza hizo mali unaweza ukauza, lakini kwa bahati mbaya sana hati zote zipo kwa baba yako. Sasa sijui utapataje. Kama unaweza kwenda kumfesi na kumwambia, wewe nenda tu, mimi ningekushauri uende." Sasa huku nje binti uvumilivu ukamshinda, akajisemea, "Haya niliyoyasikia yatanisaidia pa kuanzia." Ikabidi akimbie pale eneo la tukio ili asije akadabwa. Kufika nyumbani alikuwa na hasira haipimiki, akaanza kusema, "Kumbe baba alikuwa na mali nyingine na hajawahi kutuambia. Sasa hizo mali Thomas hawezi kuzipata, labda atazisikia tu. Mimi ndo Maria, yeye si amenidhulumu mgao wa kampuni. Sasa hizi mali atazisikia kwenye redio tu." Akiwa na hasira pale, kuna kitu akakumbuka. Kuna siku alishawahi kutumwa na baba yake kwenda kutafuta mafaili kwenye ofisi yake ya nyumbani. Akawa amekutana na makaratasi yanayofanania na hati. Sasa akawa hazielewi, kwa akapotezeaga tu. Pale ikabidi aende chap kwenye ofisi ya mzee ambayo ipo hapo nyumbani kwao. Akaanza kuzitafuta zile hati pale kabla jini mkatakamba hajaja ambaye ndo kaka yake. Kwa bahati bwana akafanikiwa kuzipata zile hati, ikawa shangwe tu. Akazichukua na akaenda nazo chumbani kwake akiwa na furaha hatari. Yaani amjali hata baba yake, ila anajali mali zao tu. Baadaye kidogo akawa ametoka nje anaongea na Sabi kaka yake. Sabi akamwambia, "Hivi wewe umeridhika kabisa na Thomas alivyogawa share za baba?" Maria akamjibu, "Thomas ni mbinafsi sana. Yaani kajisombea mali zote peke yake. Hili haliwezekani. Lazima tufanye kitu." Sabi akasema pale, "Hii kampuni mimi naona tu tuiuze, tugawane hizi pesa na kila mtu aondoke kivyake. Thomas hawezi kutudhulumu mali zetu na sisi tukao tunamwangalia tu." Basi wakawa wamekubaliana pale. Sasa huku kwa mzee bwana akawa na huzuni sana. Kumbuka matukio yote yanayofanyika ndani ya nyumba yake pamoja na ofisini, yani anayapata live. Alikuwa na uchungu sana ambao upimiki. Akawa anaongea pale, "Yani wanangu mimi wanathamini pesa zaidi ya uhai wangu. Ni wapi mimi niliwakosea? Na kwa nini wanakuwa kama wauaji?" Sasa akiwa kwenye huzuni, mwanasheria akampigia simu, akamwambia, "Nadhani umesikia kila kitu na jinsi wanavyotaka kuzifanya mali zako. Thomas anataka kuuza hoteli zako pamoja na viwanja unavyomiliki. Aliniomba hati, mimi nikamwambia sina." Mzee Mwemwe akamwambia, "Hizo hati Maria ameshazichukua tayari. Kipindi mko mnaongea na Thomas ofisini, yeye alikuwa anawasikiliza kila kitu mlangoni. Na sasa hati zote zipo mikononi mwake na lengo lake niende akauze mali zangu." Mzee Mwemwe kuna kitu akawa amekiwaza pale. Ikabidi amwambie mwanasheria, "Kuna maelekezo nataka nikupe. Tafuta wanunuaji wa viwanja na hoteli, alafu utaniambia ni kiasi gani tulipie. Hakikisha kila kitu kinabaki mikononi mwetu. Wanunuaji wote watoke kwetu. Hakuna kitu kitakachopotea." Basi wakawa wamekubaliana pale na mwanasheria akakata simu. Ikabidi sasa afuate maelekezo yote yaliyopewa na mzee Moimoi. Sasa baada ya wiki kuisha, binti akatinga kwenye hoteli ya baba yake. Akawa ameweka matangazo pale kwamba hoteli inauzwa. Basi mwanasheria kuliona tangazo, ikabidi atume watu wake kwenda kununua. Binti akawa amekutana na ununuzi pale wa mwanasheria na hela yote ililipwa keshi. Sasa ikabidi amie upande wa viwanja na huko pia mwanasheria akatuma watu. Aise, binti alifanikisha misheni yake yote unaambiwa. Alirudi nyumbani akiwa bilionea. Sasa akajiona amefika. Huku upande wa pili Thomas akawa anahangaika na mwanasheria tu.
ili amsaidie kupata hati za viwanja pamoja na hoteli. Mwanasheria akamwambia, mimi sina msaada wowote ule, labda uende ukamuulize baba yako ziko wapi. Basi Thomas akawa amerudi nyumbani pale, akatuliza akili. Akawa anajiuliza pale, ni wapi nitapata hizo hati? Dakika chache baadaye akili kamjia, akajisemea, labda zinaweza kuwa ofisini kwa baba, ngoja niende niziangalie. Kufika pale, tafuta wapi, sogeza kabati wapi, hakuna kitu amepata, yani mambo ni hola. Akawa na hasira sana. Basi akawa amepaka kwenda kwenye hizo hoteli ili aulize kama kuna kitu wanajua kuhusu hizo hati. Tukirudi huko kwa baba yao, Queen ndo akawa anamjali baba yake, anamhudumia kwa kila kitu pamoja na wafanyakazi. Siku nyingine haendi kabisa shule, anabaki akimuuguza baba yake. Baba yake alimuonea sana huruma na alimuona na moyo wa kipekee sana. Sasa huku bwana Maria akawa na pesa nyingi ile mbaya, yani alikuwa ni bilionea. Akawa ni mtu wa starehe, auti nyingi, akitoka na marafiki zake, yeye ndo bosi, analipa kila kitu. Sasa ndugu zake wakawa wanajiuliza, huyu mbona ana pesa nyingi sana siku hizi, anazitoa wapi? Wakawa wapati jibu. Sasa hii siku bwana akawa amevuta ndinga kali, yani renji inang'aa. Kila mtu akawa ametoka pale nje anamshangaa. Thomas na Sabi wakamfuata pale, wakamuuliza, hii gari ya nani Maria? Maria akawa anacheka pale kwa dharau, akawajibu, kwani nyinyi mnamuona nani anayo? Ikabidi aondoke pale, na huku akibaki wanamshangaa tu. Sabi akaanza kuhisi kitu, akaona kama wote wanamzunguka na wamemwacha peke yake. Aliona kama Maria na Thomas wanashirikiana kumdhulumu. Akajisemea, yani hapa bora tukose wote, lazima niende kwa baba nikamwambie kila kitu. Basi hapo hapo akaenda kwa baba yake, akamkuta mzee Moemoi yupo kitandani. Akamwambia, baba, kuna kitu nataka nikwambie, ni cha msingi sana. Yani Thomas na Maria wameamua kugawana mali zako kabisa, tokea wasikie wewe ni mgonjwa, unaumwa na una siku nyingi za kuishi. Na mimi kila nikiwaambia hawataki kunisikiliza kabisa. Sabi alienda kusema kila kitu kwa babake bila kujua kama babake anajua kila kitu, na ndio yeye aliyesuka huu mchezo wote. Kimoyomoyo babake akajisemea, Sabi wewe ni mnafiki sana. Sasa akawa hataki hata kuongea naye, akajifanya pale kama presha imempanda ili mradi asongee jambo lolote lile. Sasa huku nako kumbe Thomas akaanza kuhisi kitu. Ikabidi kesho yake aende kwenye zile hoteli za baba yake na viwanja. Sasa kufika kwenye hoteli tu, nje akakuta kila kitu kimebadilika. Bango, jina, yani kila kitu alivyozoea kuviona zamani. Akapata mashaka pale, ikabidi aingie ndani ili aonane na uongozi wa hoteli. Kuingia, kufika, akaambiwa, hii hoteli tayari imeshauzwa, imenunuliwa na kampuni yetu. Thomas alichanganyikiwa ile mbaya. Kwenye viwanja nako akakuta hivyo hivyo. Kufuatilia nani aliuza, akakuta ni Maria. Alipata hasira sana, aliapa akimkamata Maria ama zangu ama zake. Thomas alikuwa anataka auze hoteli pamoja na viwanja ili apate pesa ya kufanyia mambo yake pamoja na kuendesha kampuni. Aisee, kumbe kampuni ilikuwa ina hali mbaya sana. Kumbe alishafukuzaga wafanyakazi wote, hata wale wenye uzoefu wa kuendesha kampuni, wote alishawafukuzaga unaambiwa. Na kampuni ilikuwa karibu kufa kwa sababu ilikosa management nzuri. Sasa ikabidi aingie kwenye gari huku akiwa na hasira sana aisee. Akajisemea, hapa lazima kwanza nipitie kwa mwanasheria ili aniambie haya mambo yamewezekanaje. Dakika chache baadaye akawa amefika pale. Akaingia ofisini kwa mwanasheria huku akiwa na hasira sana. Akamwambia, yani kumbe umeninyima mimi hati na umeenda kumpa Maria. Una ajenda gani na Maria wewe? Naomba leo uniambie una nini na Maria na kuuliza. Mwanasheria akawa anajitetea pale. Thomas akasema, sasa naondoka hapa, naenda nyumbani, nitakachomfanya Maria kila mtu lazima ashangae. Naenda kumuua Maria nakwambia. Kama usiweze kuruhusu ili likatokea kabisa, naenda kumuua nakwambia, namuua mimi. Thomas akawa amejipoteza pale. Huku ndani akabaki mwanasheria amechanganyikiwa ile mbaya. Sasa ikabidi achukue simu na ampigie mzee Moimoi na akamhadithia kila kitu. Uzuri alikuwa amerekodi. Basi akamtumia yale maneno ambayo Thomas alikuwa ameongea ili aone anamaanisha. Mzee Moimoi kusikiliza tu alichoka, akasema, hizi drama leo zimetosha. Walipofikia sina haja tena ya kujua tabia zao.
Inabidi leo kila mtu ajue ukweli wote. Uzuri siku hiyo kila mtu alikopo nyumbani, huku Thomas naye akiwa njiani anakuja kumuua Maria. Aisee, ni hatari yani. Mzee Moimoi ikabidi ajiandae pale. Akawa amemwambia mwanasheria afike nyumbani haraka sana pamoja na daktari. Baada ya muda kidogo, Thomas akawa ameingia pale. Akashangaa kumkuta babake amekaa sebleni, akiwa anaonekana ni mwenye nguvu sana na afya tele, huku akiwa amependeza ile mbaya. Thomas akaanza kuogopa. Nguvu zote alizokuwa nazo zikamuishia. Ikabidi amuite kila mtu sebleni. Sasa Sabi na Maria wakafika pale. Nao wakawa wanashangaa vile vile. Hawakuamini kabisa kumuona baba yao ni mzima. Maana yake alikuwa hana hata uwezo kukaa kwenye kochi. Basi baada ya dakika chache mwanasheria na daktari wakawa wamefika pale. Mzee Moimoi akasimama pale, akawa anaonekana mwenye nguvu sana. Akamwambia daktari, nadhani leo ni siku ya kusema ukweli kama tulivyokubaliana. Nataka uambie ukweli wote juu ya afya yangu bila kuficha kitu chochote kile. Dr. Sambi akasimama pale na akasema, kiukweli baba yenu hakuwa mgonjwa. Kuna vitu tu alitaka kufanya, yeye mwenyewe atawaambia, ndio maana tukafanya haya yote. Na hizi nilizoshikilia hapa ni ripoti zake za afya. Baba yenu ni mzima kabisa na hakuna ugonjwa wowote ule unaomsumbua. Mzee Moimoi akasimama na kusema, sijawahi kuona watoto nyoka kama nyie. Mnathubutu kuhangaikia mali zangu na kugawana kipindi nipo hai badala ya kupambania uhai wangu mimi nipone. Na vipi kama ningekuwa naumwa kweli? Si ningekuwa nimekufa tu na mali zangu mngegawana kiolela? Kwa jinsi mlivyo na roho mbaya, mkadiriki hata kumsahau mdogo wenu Queen. Nadhani kama ingekuwa ni kweli, mwanangu angeteseka sana. Thomas akasema, baba, hapana, tujagawana. Mzee Moimoi akawasha TV, akawa anamuonesha kila mtu alichokuwa anakifanya. Aisee, ilikuwa ni aibu tupu. Akamwangalia Maria, Maria, hata wewe nilikuamini binti yangu. Umediriki kunisaliti mimi baba yako na kwenda kuuza hoteli zangu nilizojenga mimi kwa pesa zangu pamoja na viwanja vyangu. Sasa ngoje niwaambie, hoteli zote na viwanja vyote mlivyoviuza nilinunua mimi. Hizi ni hati zake halali. Maria kuzicheki pale vizuri akakuta ndo zenyewe se. Mzee Moimoi akaendelea kuongea pale, mimi ndo nilisuka huu mchezo mzima ili niwapime ninyi wanangu kama kuna mtu ana upendo na baba yenu au mnathamini utajiri nilionao. Na leo nimepata ukweli na nimegundua nyie hapa mnanipendea pesa zangu tu. Laiti kama mama yenu leo hii angefufuka, awaone nyie na tabia zenu, angekataa kabisa nyie sio watoto wake. Sasa si mlikuwa mnataka kugawana mali zangu Sasa mgawanyo wa mali upo namna hii. Sobi, asilimia za mapato ulizopata kutokana na kampuni ndo urithi wako. Kwa hiyo kama hujawahi kulipwa chochote, basi jua kabisa huna urithi kwangu mimi. Maria, uliamua kuuza hoteli zangu na kuishi maisha ya kifahari. Ukasahau kabisa pesa waga huisha. Na kama umemaliza mali zote kwa starehe, mimi sina tena cha kukupa. Tayari umejipa urithi wako mwenyewe. Na wewe Thomas, nadhani muda uliokaa kwenye kampuni, kama hujapata faida basi nikupe pole. Maana yake hizo faida ndo zilikuwa urithi wako wewe. Na nashukuru Mungu sikuwahi kuambia mali zangu zote. Lakini leo nadhani mwanasheria wangu atawatajia mali zangu zote ninazomiliki. Aisee, mali zote ziliwekwa wazi na mwanasheria pale. Kumbe mzee Moimoi anamiliki na apartment nyingi sana mjini hapa. Hivyo basi alichukua mali zote zilizoko mikononi kwa Thomas, ambao ilikuwa ni kampuni yake, na kumrithisha mwanae Queen yule wa mwisho mali zote anazomiliki yeye. Alimrithisha kampuni zake, viwanja, mashamba, apartment, hoteli, yani kila kitu alichokuwa anamiliki. Wosia uliandikwa pale pale unaambiwa, na mzee akatia saini pamoja na muhuri wa mwanasheria ukagongwa pale. Maskini Thomas, Sobi na Maria tamaa imewaponza. Hakuna kitu anamiliki kutoka kwa baba yao. Na huu ndo unakuwa mwisho kabisa wa story yetu. Tuandikie maoni yako hapo kwenye comments. Ungekuwa wewe ni mzee Moimoi, ungewapa urithi wanao au ungewapiga wote chini kama yeye alivyofanya? Usisahau kusubscribe katika chaneli hii, kulike, kushare pamoja na kucomment. Tukutane tena next time. Bye bye.